Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management, Utumishi na Utawala Bora, George Simbachawene ameeleza namna wanavyojifunza kuhusu mradi wa ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo katika taifa la Afrika Kusini. Akizungumza Machi 19, 2025 katika nchi Afrika Kusini wakati wa majumuisho ya ziara ya kimafunzo ya siku 5 nchini humo kuhusu ajira za jamii kwa watu wasiokuwa na uwezo, kama ambavyo nchini inavyotekelezwa na TASAFU kwa ajili ya kuzisaidia kaya na familia masikini. Katika maelezo yake, Waziri Simbachawene ameambatana na viongozi waandamizi wa mfuko wa maendeleo ya jamii TASAFU. Amesema nchi hiyo imepiga hatua katika suala hilo na kuongeza serikali ya nchi hiyo haijaishia tu kuwezesha wasiokuwa na ajira, bali wanashughulika pia na ukosefu wa ajira. Tumemaliza ziara yetu ya siku na tulifanya pale Johannesburg siku 2 na hapa Cape Town tumefanya kwa siku 2, na ziara ilihusu kimsingi kuangalia namna ambavyo ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo kama ambavyo kule nyumbani tunavyofanya na TASAFU kwa ajili ya kuwasaidia kaya na familia masikini. Na kimsingi wenzetu wameenda mbali zaidi, hawadili tuna kwa ajili ya kuwasaidia wale familia ambazo zina maisha magumu kuhakikisha kwamba wanapata maisha ambayo angalau yanakidhi mahitaji yale yao ya kila siku, lakini pia wenzetu wamekwenda kushughulika na vitu vingine zaidi ya hivyo. Kwanza wanashughulika na ukosefu wa ajira kwa vijana mbalimbali waliosoma na wasiosoma, lakini pia wanashughulika na kutengeneza skills, kujenga skills au ujuzi, kwa sababu maisha bila ujuzi hakuna ubunifu. Lakini 3, wanashughulika na kuandaa watu watakaoweza kuwa taasisi, yani kuandaa kwa ajili ya kujenga taasisi au kufanya biashara. Kwa hiyo kimsingi swala la ukosefu wa ajira, swala la kupambana na umaskini haviachani. Wenzetu wametenga budget maalum ya serikali na wana wizara maalum inayoshughulika na ajira za umma, zinaitwa Public Works and Infrastructure, Ministry of Public Works and Infrastructure, ambayo yenyewe kila kukicha na kila mahali na kila penye shughuli yoyote ya private sector au ya umma lazima kuwe kuna vijana wasio na ajira rasmi wamechukuliwa na kuingizwa katika programu ile na wanalipwa mshahara na serikali. Lakini zaidi ya pale pia vijana hao wanajengiwa ujuzi na uwezo wa kuweza kujitegemea na kuanzisha biashara zao au kwenda kujiunga na kuajiriwa na watu wengine. Lakini pia katika hiyo pia wanadili na kundi lile la watu maskini katika jamii, kama TASAFU tunaofanya kule nyumbani, ambapo wanapata ujuzi na baada ya kupata ujuzi watapata malipo kidogo, na baada ya malipo kidogo hali zao za maisha zinabadilika, na hiyo pia wanaweza graduate na kuweza kutoka, na hivyo wanafanya katika kila jamii. Kwa hiyo kimsingi tumemaliza ziara yetu hapa Kogelberg, ambako tumekuja kuangalia hifadhi ya misitu. Ni kama kule nyumbani ingekuwa TSF ambayo wao hawahifadhi tu misitu, lakini pia uhifadhi wa misitu unaambatana kusaidia jamii inayozunguka na kuhakikisha kwamba wanatoa ajira kwa jamii inayozunguka. Wanafanyeje? Kwanza wanapata muunganiko kati ya taasisi za serikali lakini pia na taasisi ya misitu kwa kufungua na kuimarisha utoaji wa huduma unaoshirikisha na makundi haya ya vijana ambao hawana ajira. Na katika kufanya hivyo wana identify kwanza, alafu wanawapa training, na baadaye wakishawapa training wanashiriki katika utoaji wa huduma. Hapa ni sehemu ambayo imehifadhiwa kama kule kwetu kwenye misitu, lakini wenzetu wanatumia pia kama attraction, sio tu kusema watu msiingie. Wasiingie ili wapate faida gani? Wasiingie, lakini huku kuna sehemu ya attraction, na hivyo wanakuja watalii hapa na wanalipa fedha kidogo, na imeshirikisha na jamii wanaozunguka, na kwa hivyo jamii ni part and parcel ya uhifadhi ulioko hapa. Kwa hiyo hapa Kogelberg tumeangalia kwa kweli hapa West Cape ni province, tumejifunza mambo mengi na tumetembea miradi mingi. Hakika kuna mambo ya kujifunza ili na sisi tuweze kuboresha mifumo yetu katika kusaidia vijana kupata ajira, lakini pia katika kudili na umaskini. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TASAFU Shadrack Mzilai amesema amehitimisha ziara yao ya siku 5 kwa kutembelea eneo la uhifadhi maalum wa misitu lililopo nchini humo. Tumekuja hapa kwa sababu ni pamoja na kufanya uhifadhi, vile kuna fursa ya ajira kwa wale walengwa ambao huku wana mpango ambao unaitwa Expanded Public Works, ajira za umma ambazo kule kwetu tunaita Public Works. Sasa
Ambacho tunatoka nacho hapa katika siku 2-3 ambazo tumekuwa hapa na hapa Cape Town, miradi yote ambayo tumezungukia, kikubwa tulichokiona ni kwamba fursa za ajira, zile ajira za muda, si tu kwamba zinapatikana kwa kubuni vitu vipya au miradi mipya kwenye zile community, ni kwamba tunaweza tukapartner na shughuli nyingine ambazo serikali inafanya, tukaweza kutengeneza mashirikiano, basi mule katika zile shughuli ambazo wanafanya na hizo taasisi mbalimbali zinaweza kuwa za umma au taasisi binafsi, basi walengwa wetu wakawa wanapata fursa za ajira pale, kwa sisi kuweza na sisi kuchangia kile kiasi ambacho kitakuwa kama ni maujira kwao. Kwa hiyo shughuli hizo ambazo zinakwenda kufanyika zinakuwa ni zote ni shughuli za manufaa kwa jamii kwa ujumla. Kwa hicho ndio kikubwa ambacho tumeweza kujifunza, namna gani tukaweza kufanya mashirikiano na taasisi nyingine aidha za umma au taasisi binafsi kuweza kutengeneza zile ajira ambazo tukaweza walengwa wetu wakawa wanajishughulisha nazo.